Mwadhama Protas Kardinali Rugambwa, askofu mkuu wa jimbo kuu la Tabora. Mashamu Wolfgang Pisa, askofu wa Lindi na rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. How do we find God? As soon as you're born, there's a Washamu maaskofu wakuu, washamu maaskofu, viongozi wa serikali na dini, Fatma Mwasa, mkuu wa Kagera, mkuu wa wilaya Mheshimiwa Erasto Yohana Sima, ndugu wapendwa wa familia ya marehemu askofu mkuu Novatus Rugambwa, mapadre, watawa na waseminari, marafiki wote naomboleza kuondoka kwa ndugu yetu mpendwa. Waamini wapendwa katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Tukiwa na huzuni kuu, tumekusanyika kuadhimisha mazishi ya askofu mkuu Novatus Rugambwa. Katika maisha yake marefu ya huduma ya kidiplomasia, askofu mkuu Rugambwa alitekeleza kwa uaminifu majukumu mengi katika kuria ya kipapa na katika nchi mbalimbali. Kati ya nafasi zake kuu tunakumbuka: alikuwa naibu mkuu wa ubalozi katika balozi za kitume nchini Panama, Jamhuri ya Kongo, Pakistan, New Zealand na Indonesia. Katibu msaidizi wa Baraza la Kipapa kwa ajili ya huduma ya kichungaji kwa wahamiaji na wakimbizi. Balozi wa kitume nchini Angola na Sao Tome na Principe. Balozi wa kitume nchini Honduras. Balozi wa kitume nchini New Zealand, Fiji, Palau, visiwa vya Marshall, Kiribati, Nauru, Tonga, Samoa, visiwa vya Cook na Micronesia, na mjumbe wa kitume katika bahari ya Pasifiki. Katika utume wake wote, askofu mkuu Rugambwa alijitambulisha kwa uaminifu katika huduma ya kichungaji ya kanisa na kwa kasi isiyochoka kama mwakilishi wa Baba Mtakatifu katika mazingira tofauti sana ulimwenguni. Alijaliwa vipaji vingi vya kibinadamu na vya kiroho alivyoriti kutoka katika familia aliyozaliwa na kukulia. Jambo hili lilimsaidia sana. Thamani za kifamilia zilionekana wazi hasa wakati wa ugonjwa na mateso yake. Ndugu yake marehemu Dr. Kamisima alisafiri mara nyingi, kwanza hadi Wellington nchini New Zealand na baadaye Roma, akionyesha upendo na mshikamano wa kifamilia katika nyakati zile ngumu. Vile vile mpia wake aliendeleza bidii na moyo huo huo kwa kusafiri hadi Roma, akionyesha upendo na ukaribu katika fumbo la mateso yaliyompata askofu mkuu. Hili lingewezekana
ikiwezekana tu kwa sababu ya sifa za kiroho na kibinadamu zilizotambulisha familia yake. Askofu Mkuu Rugambwa aliendeleza uhusiano wa karibu na Tanzania alikozaliwa, hasa na jimbo la Bukoba ambako aliishi akawa padri na sasa tunamzika. Kuhusiana na masomo yake ya kitaaluma, napenda kukazia mada ya tasnifu yake ya udaktari aliyoitetea katika chuo kikuu cha Kipapa Urbaniana mjini Vatikani. Kazi yake ilibeba kichwa Ecclesia Semper Reformanda, yani kanisa linapaswa kila mara kujirekebisha. Alitetea mwaka 1991. Miaka 34 imepita na bado haja ya mageuzi ya kudumu ya kanisa ni muhimu sana. Askofu Mkuu Rugambwa alilifahamu kanisa la ulimwengu kupitia majukumu yake mbalimbali. Lakini hapa Tanzania ndipo kila kitu kilianzia. Maono yake ya kanisa la Tanzania ni kwamba kama kanisa la ulimwengu lazima lijiboreshe na kujirekebisha daima ili lisikike kwa uwazi zaidi kama sauti ya mchungaji mwema katika ulimwengu wa leo. Kupitia uzoefu wa jimbo lake la nyumbani na miaka ya malezi yake, aliweza kuliona na kulielewa kanisa la ulimwengu kwa undani zaidi. Fikra na mawazo yake na yabaki kwetu kama urithi wa thamani na urithi hai, kama yalivyokuwa kwa wale wote waliopata nafasi na kushirikiana naye katika huduma yake yote. Jana niliguswa sana na upendo mkubwa ulioonyeshwa na watu wa Bukoba tangu mwili wake ulipopokelewa pale uwanja wa ndege, na maelfu ya watu wakimsindikiza kwa msafara mkubwa wenye heshima kuja hapa kanisa kuu. Najua vyema kwamba tangu akiwa katibu katika huduma ya kidiplomasia ya Vatikani, kila mara aliporudi nyumbani kwa mapumziko, alikuwa tayari kutembelea jumuiya nyingi za kitawa na parokia kadri alivyoweza. Na sasa wingi wenu hapa ni matunda ya upendo aliopanda alipokuwa nasi. Kwa maana hiyo, alikuwa balozi kamili, si tu kwamba aliakisi sauti ya mapapa aliyowahudumia duniani kote, bali pia alishirikisha roho yake ya Kitanzania kwa namna kwamba kila mtu aliyekutana naye katika maisha yake aliweza kuonja chembe ya asili ya taifa hili tukufu. Tanzania inapaswa kujivunia kwake,
kwa kuwa kupitia yeye taifa liliwakilishwa kwa utukufu mkubwa. Vatican, baraza lote la kidiplomasia la Papa na ubalozi wa kitume nchini Tanzania wanatoa pole kwa familia ya Askofu Mkuu Rugambwa pamoja na jimbo la Bukoba na kuikabidhi roho ya ndugu yetu marehemu kwa huruma isiyo na mipaka ya Mungu Mwenyezi, tukiomba kwamba kwa kuwa alimtolea Kristo na kanisa lake kwa uaminifu, akakaribishwe katika furaha ya uzima wa milele. Apumzike kwa amani.